Sasa mnisikilize vizuri watu wa Mungu. Siku hizi mafuta ni mengi. Yale ya Singida kabisa, original Singida siku hizi hata siyaoni. Na ndio maana kumekuwa na allergy nyingi. Angalia hiyo allergy ulionayo, uwezekano wa kwamba inaambatana na mafuta ni mkubwa. Kwa sababu omega 6 ikiwa nyingi ukilinganisha na omega 3, ile ratio ya omega 6 kwa omega 3, yani mafuta yale ya mimea yana omega 6 ambayo pia ni monounsaturated fatty acid, yakizidi ile omega 3, omega ile yani mafuta yanayotokana na samaki, yanatokana na chia seeds, yanatokana na ile nini inaitwa walnuts, yale yakiwa mengi yanaleta allergy, yanafika na toa kitu kinaitwa prostaglandin, yanafika na baadaye unaanza kujiwasha, ukila kidogo tu unajiwasha, unashangaa mbona tumekula tu kidogo. Na yale yakipikwa sasa ndio yanazidi kuharibika, na yakipikwa zaidi yanaleta kansa. Watu wameanza kusema tunakula nini sasa hapa jamani? Tunakula nini? Rudi kwenye original diet. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Rudi kwenye original diet. Mafuta, tumejifunza habari ya mafuta. Mafuta mazuri ni mafuta ambayo hayapatikani kwa kuchemshwa ili yapatikane. Sijui mmenielewa lugha hiyo. Yaani kama ni karanga, unazikamua zile karanga, unazikamua, unatoa nini? Unatoa mafuta. Kama ni alizeti, unaikamua hivi ikiwa mbichi, unaikamua hivi mpaka inatoa mafuta. Hiyo alizeti. Lakini hata hiyo alizeti usitumie alizeti nyingi. Kwa sababu alizeti ikiwa nyingi ndio omega 6 hiyo. Na ukigawia mafuta yale yanatokana na samaki na nini. Na ndio maana nawashauri watu, kama samaki ni wazuri ambao unawajua original yake, kula samaki. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unajua wametoka wapi wale samaki, kula, kwa sababu kuna omega 6. Sijapata mbadala, kwa hiyo siwezi kuambia acha samaki na kula samaki upate omega 6. Omega 3 ikiwa ratio ikiwa nyingi unatengeneza allergy.